Trump ameipiga chini bajeti ya trilioni 1.5 akipinga fedha hizo za afya kwa wahamiaji haramu. Amesema wananchi wanasalitiwa. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza rasmi kuwa hatakubali kusaini muswada wa matumizi ya dola trilioni 1.5 uliopendekezwa na chama cha Democratic, akidai kuwa mswada huo unatoa upendeleo wa huduma za afya kwa wahamiaji haramu huku raia wa Marekani wakitaabika. Katika tamko lake lililotolewa kupitia ikulu ya White House leo Mei 6, 2026, Rais Trump amekosoa vikali kipengele cha bajeti hiyo kinachotenga mabilioni ya dola kwa ajili ya bima ya afya na huduma za kijamii kwa watu walioingia nchini humo kinyume cha sheria. Anasema hakuna tena kufadhili wahamiaji haramu kwa gharama ya watu wetu. Trump alisema kwa msisitizo. Aliongezea kuwa wakati raia wa Marekani wakikabiliwa na gharama kubwa za maisha na mfumo wa afya unaohitaji maboresho, ni usaliti kutumia kodi za wananchi kugharamia watu ambao hawajafuata sheria za nchi. Muswada huo wa trilioni 1.5 ambao uliandaliwa na viongozi wa Democratic katika baraza la wawakilishi unalenga kugharamia miradi mbalimbali ya kijamii, lakini Trump ameweka masharti magumu, ambapo Trump anataka kuondolewa kwa kila senti iliyotengwa kwa ajili ya huduma za afya kwa wasio raia, lakini badala ya huduma za kijamii kwa wahamiaji. Rais anashinikiza fedha hizo zielekezwe katika kuimarisha usalama mpaka wa kusini na kuongeza kasi ya kuwarudisha kwao watu waliopo nchini humo kinyume cha sheria. Lakini Trump amependekeza kuwa fedha hizo zielekezwe kupunguza makato ya kodi kwa familia za Kimarekani na kuboresha huduma za afya kwa wastaafu. Msimamo huu wa rais unaweka serikali ya Marekani katika hali ya kufungwa kwa muda, yani government shutdown, ikiwa pande hizo mbili hazitafikia mwafaka kabla tarehe ya mwisho ya kupitisha bajeti hiyo. Viongozi wa Democratic wameshutumu hatua ya Trump wakidai kuwa ni uchochezi wa chuki na kwamba huduma za afya ni haki ya kibinadamu kwa kila mtu aliyepo ndani ya ardhi ya Marekani. Hata hivyo, wafuasi wa Trump bungeni wameunga mkono hatua hiyo, wakisema kuwa ni lazima rasilimali za nchi zitumike kuwahudumia raia wake kwanza. Watu wetu wanadhulumiwa wakati wengine wanapata huduma bora. Hilo halikubaliki chini ya utawala huu, alikuwa anasema mmoja wa washauri wa rais wa karibu. Hadi sasa majadiliano katika majengo ya bunge yamekwama, huku ulimwengu ukiongea kuona ikiwa Democratic watasalimu amri na kuondoa vipengele hivyo vya wahamiaji au ikiwa Marekani itaingia katika mgogoro mwingine mkubwa wa kifedha.